Pasi na shaka hujambo mtazamaji wa Hyper PLC Investment Channel. Karibu katika kipindi hiki cha Tanzania Tuwekeze, kipindi ambacho kinakupa fursa mtazamaji wa kufahamu kuhusiana na kampuni hii ya Hyper PLC, lakini pia fursa mbalimbali ambazo zinapatikana katika kampuni hii ya Hyper PLC. Na kama ilivyo ada, kazi yangu kubwa ni kupitia tu nakala ambazo CPA Boniface Ndengo, mkurugenzi wa kampuni hii ya Hyper PLC, anaziandika, lengo likiwa ni kujibu maswali kadha wa kadha ambayo mtazamaji unayetazama hivi sasa unajiuliza. Lakini katika siku hii ya leo CPA Boniface Ndengo amekuja na hiki hapa. Anasema hisa ni ufunguo mama wa uchumi wako. Kwa hiyo kama unatamani kufahamu ni kwa nini kampuni ya Hyper PLC nasema kwamba hisa ni ufunguo mama wa uchumi wako, basi endelea kusalia pale ulipo kutazama kile ambacho CPA Boniface Ndengo kwa siku hii ya leo amekuletea mezani. Mimi ni Elia Jackson Lupembe. Hii ni Hyper PLC Investment Channel. CPA Boniface Ndengo anaanza kwa kusema bado tuko kwenye programu yetu ya Tanzania Tuwekeze. Hyper PLC tupo kujenga uchumi usioyumba, sio tu kwa mtu mmoja mmoja, bali kwa familia na taifa kwa ujumla wake. Mara nyingi utasikia serikali mbalimbali duniani zikiweka mikakati na jitihada za kuvutia wawekezaji. Hii inakupa picha jinsi ambavyo uwekezaji ulivyo jambo la muhimu zaidi duniani. Na kukumbusha kwamba programu hii ya kibingwa kabisa ya Tanzania Tuwekeze inaletwa kwako na Hyper PLC. Na kwa wanafunzi wetu wapya, Hyper PLC ni kampuni ya umma inayofanya shughuli za kubuni miradi ya uwekezaji jumuishi sambamba na kuelimisha na kushauri umma kuhusu mambo ya hisa na uwekezaji. Leo tujadili pamoja kwa nini hisa ni ufunguo mama wa ndoto zako kiuchumi. Anasema tuanze kwa kujikumbusha, Hyper tunaposema hisa tunamaanisha nini hasa? CPA anasema kwamba kwa lugha rahisi kabisa, hisa ni dhamana ya kifedha au financial instrument inayokupa haki ya kuwa na umiliki kwenye kampuni. Hasa unaponunua hisa, unanunua sehemu ya kampuni na unakuwa mmoja wa watu wanaomiliki hiyo kampuni na biashara zake. Lakini anasema tutazame sasa kwa nini Hyper tunaamini kwamba hisa ni ufunguo mama katika uchumi wa mtu mmoja mmoja, familia na taifa kwa ujumla wake. Sasa tuanze na faida kwa mwekezaji mmoja mmoja. Hapa anasema faida ya kwanza, anasema hisa inampa fursa mwekezaji kumiliki biashara ambayo tayari inatembea na kumuondolea usumbufu na gharama kubwa za pesa, muda, usimamizi katika kuanzisha biashara yake mpya. Lakini namba 2 anasema hisa inampa mwekezaji fursa ya kuwatumia wataalamu bila malipo. Anasema kwamba uanzishwaji na uendeshwaji wa biashara unahitaji wataalamu wa fani mbalimbali kuwezesha masoko, utawala wa fedha, uzalishaji, usimamizi, uhasibu, taratibu za kisheria na mifumo ya teknolojia na kadhalika. Mwekezaji anaponunua hisa za kampuni tayari anakuwa amewaajiri wataalamu hawa wote ambao hutumika kukuza mtaji wake. Lakini namba 3 CPA anasema hisa inampa mwekezaji fursa ya kutawanya hatari za uwekezaji wake. Anasema kupitia hisa, mwekezaji mwenye mtaji wa shilingi milioni 1 au milioni 50 kwa mfano anapata fursa ya kutawanya mtaji wake kwa kununua hisa kwenye biashara au kampuni zaidi ya moja, na hii huongeza usalama wa mtaji wake. Lakini namba 4 anasema hisa inampa mwekezaji faida ya muda na nafasi kuendelea kufanya majukumu mengine kwa ufanisi. Anasema sio rahisi mtu mmoja kusimamia biashara 10 au kufanya ajira 10 kwa wakati mmoja, lakini ni rahisi sana kwa mtu kuwekeza kwenye kampuni 10 za hisa. Mfano, mtumishi anapoamua kuanzisha biashara itamlazimu kutenga muda wa kutosha kusimamia ufanisi wa hiyo biashara. Hii inaweza kuathiri utendaji wake kwenye majukumu ya utumishi. Lakini mwekezaji anapoamua kununua hisa, jukumu lote la usimamizi ni jukumu la management ya kampuni husika kama ilivyo kampuni ya Hyper PLC. Lakini namba 5 anasema hisa zinalinda mtaji biashara zikipata hasara. Kivipi? Anasema pana tofauti kubwa sana kwa watu wawili inapotokea hasara kwenye biashara zao. Anasema kwa mfano mtu mmoja mtaji wake shilingi milioni 10 ameweka kwenye biashara ya kilimo moja kwa moja, na mwingine mtaji wake shilingi milioni 10 amewekeza kwenye kampuni ya hisa ambayo inafanya biashara ya kilimo. Ikitokea hasara kwenye biashara hizi, hawa watu wawili wanapata hasara kwa kiwango tofauti. Kivipi? Endelea kusikiliza. Anasema anayefanya biashara ya kilimo moja kwa moja hasara yote kwa 100% inamhusu, wakati mwekezaji wa hisa hata kama kampuni yake imepata hasara
yeye anakuwa hajapata hasara mpaka atakapouza hisa zake kwa bei pungufu ya mtaji aliyowekeza. Kwa msingi huu, hisa husaidia kulinda mitaji isipotee biashara inapopata hasara. Lakini namba 6 anasema hisa inakuza mitaji midogo iliyowekezwa kuwa mitaji mikubwa. Kivipi? Anasema hii hutokea kupitia bei za hisa kupanda, hisa za bonus, gawio kwa njia ya hisa, lakini pia bei za upendeleo kwa wanahisa, au kwa Kiingereza wanasema kwamba ni right issues. Anasema hizi faida zote kwa pamoja husaidia kukuza mitaji midogo kuwa mitaji mikubwa. Na namba 7 anasema hisa zinatunza thamani ya fedha zidi ya mfumuko wa bei. Bei ya hisa mara nyingi huakisi mwitikio wa hali halisi kiuchumi inayotokana na nguvu ya soko, ukuaji wa kampuni, ukuaji wa sekta na mwenendo wa uchumi kwa ujumla wake. Huu mwitikio huifanya hisa kutunza thamani halisi ya mtaji wa mwekezaji kupitia kupanda na kushuka kwa bei. Lakini namba 8 anasema hisa huwapa fursa makundi yote na wanafamilia wote kumiliki mali. Anasema ni rahisi sana kwa mwanafunzi wa sekondari au chuo kumiliki hisa huku akiendelea na masomo yake. Ni rahisi sana mtu mwenye ulemavu kuwekeza kuliko kufanya biashara au ajira. Lakini pia ni rahisi sana kwa mwanamke kumiliki hisa, na pia ni rahisi sana hata kwa mtoto kuwekeza. Kwa msingi huu, kila mtu katika familia au jamii, bila kujali hali yake, jinsi, umri au ujuzi, anaweza kumiliki hisa ambayo ni mali na kitega uchumi cha kudumu. Lakini namba 9 anasema hisa zinajenga utajiri. Hapa tunaamini kwamba wote tunafahamu kwamba matajiri wengi duniani wamejenga utajiri wao kupitia hisa za makampuni yao. Na namba 10 na mwisho anasema faida kwa nchi. Kampuni za hisa na masoko ya hisa vimekuza ubunifu, vimejenga biashara kubwa na kutawanya faida za kiuchumi kwa wananchi wengi duniani. Anasema faida zote hizi zinabainisha msimamo wa Hyper PLC kwamba hisa ni ufunguo mama katika uchumi wa mtu, familia na taifa kwa ujumla wake. Sasa baada ya hayo, CPA Boniface Mndengo anawaomba sasa tupigie mstari baadhi ya mambo ambayo ni muhimu kufahamika kwa mwekezaji anayeanza kujifunza kuhusu masuala haya ya uwekezaji. Moja, anatakiwa kufahamu kwanza ni kampuni gani zinaruhusiwa kuuza hisa zake kwa umma. Hili ni swali ambalo wengi wamekuwa wakijiuliza. Sasa anasema kampuni zinazoruhusiwa kuuza hisa zake kwa umma ni zile ambazo katika usajili wake zimepewa hadhi ya kuwa kampuni za umma, yani Public Limited Company au kwa kifupi PLC, kama ambavyo kampuni ya Hyper inavyoitwa kule mbeleni inaitwa PLC, kwa maana ya Hyper PLC. Lakini tunapata wapi taarifa kuhusu kampuni za kuwekeza? Anasema taarifa kuhusu kampuni za kuwekeza hupatikana kupitia masoko ya hisa, na kampuni changa au mpya taarifa zake hupatikana kupitia website za kampuni husika, vyombo mbalimbali vya habari au madalali wa hisa. Anasema masoko ya hisa ni kitu gani sasa? Masoko ya hisa ni majukwaa ambapo hisa za makampuni mbalimbali huuzwa na kununuliwa. Lakini je, kampuni zote za hisa zipo kwenye masoko ya hisa? Swali ambalo pia umekuwa ukijiuliza. Anasema hapana, sio kampuni zote za hisa zipo kwenye masoko ya hisa. Kampuni changa au mpya nyingi hazipo kwenye masoko ya hisa. Lakini anasema sheria zinasema nini kuhusu kampuni za umma kuwepo kwenye masoko ya hisa? Anasema sheria hailazimishi kampuni ya umma kuwepo kwenye soko la hisa, kwa sababu kuorodhesha hisa za kampuni kwenye soko la hisa sio lazima, ni hiari kabisa, na lini zitaorodheshwa inabaki kuwa maamuzi ya bodi na wanahisa wa kampuni husika. Sasa je, ni salama kuwekeza kwenye kampuni za umma ambazo hazipo kwenye masoko ya hisa? Anasema jibu ni ndio. Ni salama kuwekeza kwenye kampuni ya umma hata kama hisa zake hazipo kwenye soko la hisa. Anasema mambo ya kuzingatia ni kampuni husika iwe imesajiliwa kama ni kampuni ya umma na maono ya biashara ya kampuni husika zinalandana na malengo yako, kwamba ni ya muda mfupi au ya muda mrefu. Lakini kwenye kuchagua kampuni ya kuwekeza, wawekezaji hugawanyika katika makundi mawili, yani wawekezaji wanaopenda hisa za kampuni makongwe yaliyo na muda mrefu sokoni hata kama zinalipa faida ndogo. Lakini pia kundi la pili la wawekezaji wanaopenda kampuni zinazokuwa haraka na kulipa faida nzuri hata kama ni changa au mpya sokoni. Sasa makundi hili la pili hupendelea kununua hisa za kampuni kabla au wakati wa kutambulishwa kwenye masoko ya hisa.
Sasa kwa nini Watanzania wengi hawajachangamkia uwekezaji kwa njia ya hisa? Swali ambalo mara kadhaa umekuwa ukipata majibu yake kupitia kipindi hiki. Anasema kwa utafiti uliofanywa na Hyper PLC unaonyesha ziko sababu kadhaa zilizosababisha Watanzania wengi kushindwa kuwa kwenye uwanja wa uwekezaji kwa uwekezaji, masoko na ubunifu. Hyper, tupo kazini.